Mwalimu Amri, karibu sana Mwanza, na hakika tumewapokea na baraka ya mvua. Nasema mvua ina baraka yake mwalimu. Tunashukuru, asante sana. Neema. Mwalimu, nataka cha kwanza utueleze, mmetoka moja kwa moja Kigoma mpaka Mwanza. Cha kwanza kutoka Kigoma mpaka Mwanza, kuna mazoezi ya siku ya hapo jana ndio yafanya nini kama Fountain Gate? Ulijaribu kutengeneza nini kwa wachezaji wako ili wajiandae na mchezo wa kesho dhidi ya Pamba Jiji? Kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kufika salama Mwanza. Mimi naitwa Amri Saidi. Kitu kikubwa ambacho kimefanyika, kwanza tunapongeza pia na uongozi, management ya club, kwa sababu at least wameona kuna haja kutusaidia na wanatusaidia vizuri sana. Unaona hata ratiba pamoja kwamba ilikuwa inabana, lakini umeona juzi tumesafiri vizuri, wachezaji wamepumzika vizuri, tumefika jana, wamefika muda mzuri, wamefanya cha kufanya jana, tumefanya program, tumeandaa, tumefanya nao mazoezi kidogo kwa ajili ya kutoa uchovu na nini, na leo siku imepatikana tena ambayo asubuhi wachezaji wameamka, wamefanya light training, na sasa hizi tunakuja kumalizia maandalizi yetu kwenda kwenye mchezo wa kesho. Hili nasema nawapongeza viongozi kwa sababu wametuwekea mazingira mazuri ya telista vijana wetu kwenda kufanya kazi pamoja na kushirikiana nao sisi. Kwa hiyo tumefika Mwanza, tunaamini kwamba tunakuja kucheza na Pamba, na Pamba sio timu nyepesi au sio timu mbaya. Kila timu katika raundi ya pili imebadilika, imeongeza kikosi chake, imetanua kila timu, na kila timu imejipanga vizuri kwa ajili ya mzunguko huu wa pili ambao unakaribia kuisha. Sisi kama Fountain Gate tuko vizuri, wachezaji wetu hapo katika hali nzuri kuelekea mchezo wetu wa kesho, na tuna uhitaji mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba kesho tunapata point katika mchezo wetu wa kesho. Nasema mchezo wa kesho utakuwa mwepesi, utakuwa mgumu tena kwa pande zote mbili, kwa sababu hata sisi tunahitaji kupata matokeo katika mchezo wetu wa kesho, na tumeandaa vizuri wachezaji wetu kuona kwamba wanakuja kufanikisha malengo ya klabu yetu. Mwalimu, kwenye mechi mlizocheza Fountain Gate, mechi za mwisho mbili mmeruhusu mabao 6. Sio ishara nzuri kwenu nyinyi Fountain Gate kwa timu, lakini pia na hasa katika eneo la ulinzi ama muunganiko wa timu yako ujumla. Kuruhusu mabao 6 kwenye michezo mingi sio ishara nzuri mwalimu. Ni kweli kuna mapungufu ambayo yamejitokea, na changamoto zipo za kiufundi zipo, lakini kuna changamoto zingine unakuta kabisa. Kwanza pia safari zetu, uchovu wa mechi hapa ulichangia, lakini changamoto za kiufundi zilitokea kwenye mechi kama ya Singida. Kuna matatizo kidogo yalitokea, yaliathiri klabu, timu, na hata mechi ya juzi unaona kuna changamoto za uwanjani. Kuna baada ya kutoka kwenye mchezo wachezaji wetu katika game ile walipoteza kidogo, walitoka kwenye mfumo wetu wakaanza kuyumba na kuruhusu zile goli mbili, lakini first half timu ilienda vizuri. Baada ya kupatikana ile penalty, unaona hata wachezaji wetu walitoka kwenye mchezo, tulijaribu sana kuwarudisha katika hali yake ya kawaida, wakawa wanarudi, lakini kwa kuchukua utaratibu zaidi, na ikapelekea wachezaji wetu defense ya sasa kufanya makosa ambayo yalichangia goli lilofungwa mita kama 35 au 40. Ni mistake ambayo imepigwa, goalkeeper kataka kucheza, imemtoka. Ile goli ilikuwa la 3, la pili nafikiri makosa ya ulinzi. Karia akapata nafasi, vitu ambavyo mwalimu asubuhi jana kwenye mazoezi alifanyia kazi, japokuwa ilikuwa mazoezi mepesi, na leo vile vile ameongea nao na wachezaji, na amewaweka vizuri, amewaandaa, na kesho vile vile nafikiri katika mchezo wetu wa kesho tutakuwa makini sana kuhakikisha kwamba tunacheza vizuri ili kuweza kulinda goli letu. Mwalimu, tumezungumza mengi hasa kuelekea kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Pamba Jiji. Mimi nataka tuzungumze hili moja. Wewe ni mtu wa mpira, umeishi mpira na upo kwenye klabu ya Fountain Gate kama mwalimu. Nataka kusikia ama hii ratiba ukijumlisha na miundombinu ya nchi yetu, lakini pia baadhi ya uchumi wa klabu zetu, kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kilomita zaidi ya 605 kutoka Kigoma kuja Mwanza, na kwa muda hii ukilinganisha na hali ya uchumi wa klabu zetu na miundombinu ya nchi yetu, ni sahihi? Yani kwa mchezo wa mpira, yani wachezaji wanahitaji wakati mwingine wapate muda, kwa sababu unaona wanapofanya, mfano tumecheza mechi ya Singida tukua na muda. Tumecheza mechi tukasema tunatakiwa tukacheze mechi kesho kutwa. Imebidi tusafiri kwenda kucheza mechi nyingine pale Tabora. Unaona? Sisi tunacheza mechi na Singida, tumeondoka kwenda kucheza mechi nyingine na Kigoma,
wale Mashujaa, kuna watu hawajacheza mechi siku tuliocheza sisi na Singida, na hawajacheza mechi siku tumecheza sisi na Mashujaa. Wao wako kwenye mapumziko, lakini baadaye unakwenda unakutana nao tena, unaweza ukakuta ratiba na kuelekeza ukacheza nao. Kwa hiyo ratiba inapokuwa iko vizuri zaidi, mimi nasema yani tungeweza kama wanafanya vizuri bodi ya ligi, hawana shida. Kama watangeweza kutengeneza Jumamosi kwa Jumamosi, ligi ya Tanzania ingekuwa bora zaidi hapa hii nafasi tuliofika, kwa sababu timu inapocheza Jumamosi, Jumapili wachezaji hata kama watakuwa wako kwenye mapumziko au safari, mwalimu Jumatatu anaweza akaanza marekebisho, akatengeneza timu yake, na Jumamosi tena akarudisha kikosi ambacho kiko imara. Lakini sasa hivi unakuta kuna wachezaji unaweza kuwakosa kwa kuumia. Anaumia lakini sasa anatibiwa akiwa safarini, mpaka akifika unakuta bado haja recover, na hata timu inacheza kufanya marekebisho pia katika mchezo unaokuja unakuwa ngumu. Kwa hiyo ratiba, yani kama wanatusikia vizuri, wanaweza kutusaidia zaidi. Kwa timu hizi 16 ambazo zinacheza ligi, wangefanya Jumamosi kwa Jumamosi, ingekuwa sio mbaya. Labda Jumatano mtu angekuwa anacheza game na Jumamosi kwa Jumamosi, ingewasaidia hata wachezaji wetu, na hata kocha Ahmed Morocco angepata nafasi nzuri ya kupata wachezaji wa national team. Sasa mwalimu anasema mechi kama hizi zikifululiza, unaweza ukatengeneza ubora mzuri wa mchezaji, zikampandisha mchezaji ama zikamshusha kwa ajili ya kuwa na mechi nyingi. Mchezaji kiujumla anatakiwa apate mechi kweli, lakini sio sasa yani kuna usafiri. Mfano kama wachezaji wanacheza mechi wanachoka, wanahitaji wapate muda wa kupumzika, walale, yani wapumzike, asubuhi kocha afanye recover kutoa uchovu. Lakini sasa unaingia tena, wanatakiwa usiku ule ule msafiri. Sasa ingekuwa mnasafiri asubuhi, ina maana msingeweza kupata tena muda mwingine wa kufanya maandalizi. Kwa hiyo inabidi uongozi unajitahidi, unatusafirisha, sisi tunafika usiku. Kiukweli uchovu kwa wachezaji ni shida, kwa sababu wanakuwa wapati muda mzuri wa kupumzika, na hata walimu kuiandaa ile timu wakati mwingine inakuwa. Mimi nimeona kwenye hizi siku mbili, lakini kuna kati tulipata gap. Kuna kati tunapata gap refu, wachezaji wanapumzika, wanafanya, lakini unakuta tumepumzika siku 10, lakini tukija kucheza tunakaa siku 2 tunacheza. Tunakaa siku 2 tunacheza. Kwa hiyo inakuwa inatubana. Sawa. Mwalimu, tumalize kwa kulizungumza hili. Hali ya uwanja sisi ni Kirumba, hata ukitizama unaiona. Hatutarajii mabadiliko makubwa pia siku ya kesho kwenye mchezo, kwa maana ya hali ya hewa kuwa ya mvua, mawingu. Hata kipindi tunaingia hapa ama kipindi mnaingia, kimvua kidogo kilikuwa kinaendelea. Hivi kuna ugumu gani kwenye ninyi walimu kutoa maelekezo kwa wachezaji, lakini pia wachezaji wakiwa kiwanjani kwenye hali za hewa kama hivi ya mvua? Wakati mwingine inagharimu. Mfano kama mechi ya juzi tulocheza pale Kigoma, unaona hata ile goli ambayo tulifungwa la kwanza la penalti, mimi nasema labda mchezaji wangu alienda kucheza vizuri kwa nia nzuri, lakini umeona kateleza. Kwa hiyo telezi. Kwa hiyo kuna viatu vinahitajika pia wachezaji wenyewe au viongozi au kit manager aandae kwa ajili ya mpira wa mvua. Mpira wa mvua hauna mwenyewe, lakini mpira wa mvua tunavyokuja kucheza hapa sisi pia ndio tuna nafasi kubwa ya kupata matokeo, kwa sababu mwenyeji hata akifanya vipi mipango yake kwenye mpira wa mvua haiendi. Kwa hiyo na sisi pia tunajua jinsi gani tucheze, tuna asilimia kubwa ya kuvuna kitu katika mpira wa mvua, kwa sababu mpira wa mvua hauna mwenyewe. Mwalimu, mzungumza kwenye mpira wa mvua na viatu pale, hasa kwenye viatu, pengine viatu, kwa sababu mimi huwa nafahamu viatu kuna ile 6 kuna nini hivi, ni vitu gani hasa ambavyo ni special kwa ajili ya mazingira kama haya ya mvua, ili na wengine waelewe, kwa sababu wachezaji wakiweza kutumia hizo screw hizo 6 hizo inakuwa ni vizuri zaidi lakini wengine hawawezagi. Lakini mtu wengine wanaweza, kwa sababu zile haziweki matope kutokana na zina meno machache, lakini hivi viatu vingine venye meno mengi vinajaza matope. Kwa hiyo unapokanyaga unakuwa kama pasi. Kwa hiyo ni rahisi kumfanya mchezaji ateleze. Kwa hiyo kwenye mvua mara nyingine kuna viatu vyake wa kutumia, lakini kuna wengine wenye uwezo wanaandaa. Hata sisi wachezaji wetu wanavyo. Mimi niliwahi kuwaoji wakaniambia wanavyo viatu. Kwa hiyo kwenye mechi kama hii mtu anatakiwa aje kutumia, kwa sababu ni mpira wa mvua, hauna yani haukai. Mpira wa mvua unatembea muda wote, unakimbia. Kwa hiyo mtu anaweza akatumia advantage akakimbia akapiga break au ukapitiliza. Sasa bwana mwalimu, sisi pia tuwapongeze kwa kuendelea kukuza mpira wa Tanzania kwa maana ya soka la vijana. Asante sana, nashukuru. Asante sana, tunashukuru kushirikiana. Sisi tuwapatie baraka, lakini kuelekea mchezo wa kesho natumaini mtafanya vizuri. Amina, inshallah. Tuombe Mungu. Sisi tumejipanga, tuko vizuri. Asante. Asante.